Wakorintho wa pili sura ya 9. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Hapo nataka tuende vizuri sasa. Anasema hivi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Mungu kwenye utendaji kazi wake, au Mungu anapokuwa anatupatia vitu, haleluya, Amen, hapa anasema ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula. Naomba hapo kila mtu anisikilize ili uondoke na hii point. Amen, Mungu anaweza akakupa mbegu, Amen, au akakupa mkate. Sema amen. Amen. Tunaposema mbegu tunamaanisha nini? Mbegu huwa inakuwa imebeba kitu ndani yake. Amen, Mbegu inakuwa imebeba mazao ndani yake. Amen. Ila unapopewa mkate, umepewa kitu ambacho kimeshazaliwa Amen. tayari. Sasa kwa mfano, watu wawili mkiingia kwenye maombi mkamwomba Mungu, Baba ninaomba unipe hela. Alafu mtu mmoja baada ya yale maombi akapigiwa simu akatumiwa 500,000, sawa? Amen. Alafu mwingine baada ya pale Mungu akakupa wazo. Umeomba Mungu akupe 500,000, mmoja pale pale anashuhudia, yaani baada ya maombi kuna mtu amenitumia 500,000, nishapata la kulipa kodi. Alafu wewe baada ya yale maombi upigiwe simu na yoyote, ila ndani yako unasikia wazo, linakuja wazo. Wazo gani? Nenda ukaanze biashara fulani. Haleluya. Amen. Sasa wote Mungu amewajibu, ila mmoja amepewa mkate, mwingine amepewa mbegu. Nataka hapo nisikize vizuri. Kuna watu hawapatishi. Haleluya. Amen. Narudia tena. Mmoja amepewa mkate, mwingine amepewa nini? Mbegu. Ngoja tutoe tena mfano. Kuna mtu atanielewa. Kwa mfano, wadada wawili wameenda kwa Mungu. Wote wanamwambia Mungu, naomba unipe mwanaume mwenye hela, mwenye kazi, mwenye biashara, mwenye nyumba. Baada ya maombi, mmoja wiki inayofuata akachumbiwa. Mwanaume ana kazi, anafanya kazi NMB, ameshajenga. Haleluya. Amen. Ana usafiri. Yule anasema jamani, Mungu amejibu maombi. Amejibu maombi. Haleluya. Amen. Huyu mwingine na anapata mchumba wiki hiyo hiyo, kamaliza chuo, hana kazi, yupo tu pale kanisa, hana mbele hana nyuma. Haleluya. Amen. Ila ndani ya huyo kijana sasa, sio tuko pamoja. Amen. Mungu kuna vitu Mungu ameweka ndani yake, ila bado havijaonekana. Amen. Sasa huyu mmoja Mungu amempa mkate. Nataka hapo upaelewe, kwa sababu Amen. wengi waga tunasema Mungu hakujibu, ni kwa sababu hatujui kanuni. Amen. Na unaweza kufikiri Mungu ni mbaya. Mungu hajawahi kuwa mbaya. Amen. Mungu hajawahi kuacha kujibu maombi. Mimi nakuhakikishia. Amen. Ni kwa sababu mara nyingi either uliomba ukaishia njiani. Kwa sababu kuna wakati tunaomba tunaishia njiani. Hatuombi mpaka mwisho. Kuna wakati tunaomba ila hatumwamini Mungu wetu tunayemuomba. Yaani Mungu ambaye umekuja leo unaomba, unagaragara ila hauamini. Baadaye unakuja unasema Mungu hakujibu. The problem was not with God. The problem is you. Wewe ndio tatizo. Ukufanya nini? Haukumwamini. Ila kama ulimwamini Mungu, kama uliomba bila kukata tamaa, sababu Biblia imesema tuombe bila kukata nini? Tamaa. Mungu anajibu. Amen. Ila hizi kanuni mbili hizi, naomba unisikilize tena hapa. Hizi kanuni ngapi? Mbili. Mmoja huwa anapewa mkate. Amen. Mwingine anapewa mbegu. Amen. Wengi ambao Mungu akiwapa mbegu huwa wanachanganyikiwa. Amen. Wanaona Mungu hajajibu. Kwa kama ni mdada ameletewa mkaka ambaye huyo mkaka ana maono. Ana maono ndani yake ila bado hayajaonekana.
anasema nani aolewe na huyu mshamba? Mbona mwenzangu yeye amepata mwanaume mwenye gari? Mbona hapo tuko kwenye kizazi ambacho kinachokutesa wewe ni maisha ya mtu mwingine. Haleluya. Unataka uwe kama yeye, si ndio? Hicho ndio kinachokutesa. Ukiona mwenzako amepost na unasema sasa mimi nitampost huyu mwanaume suruali, si ndio? Unamkataa. Ukimkataa ndio anamoa mwingine. Unaona kabisa ndoa yao unaiona. Unasema wewe dada namhurumia. Yule kaka mimi namjuana kitu. Baada ya miaka 5, siku unakuja ukutana nao. Unaanza kuomba toba. Kwanza unaona aibu. Huyu ndio yule mwanaume nilimkataga. Vyote ambavyo ulikuwa unaona hana kipindi kile, unakutana baada ya miaka 5 anavyo. Sio kuna mtu ananielewa? Amen. Tabia mojawapo ya mbegu waga ipe muda tu. Amen. Ipe nini? Muda. Unaweza kaidharau leo, huu muhindi, kapunje kama muhindi kana nini? Kaweke kwenye ardhi, kamwagie maji. Alafu kape nini? Muda. Hakuna mbegu ambayo inaweza ikajitutumua leo. Mbegu waga inahitaji muda. Itakaa kule chini. Baadaye itaanza kuchipuka. Haleluya. Amen. Baadaye itaanza kutokea taratibu. Itaanza kupanda. Baadaye itaanza kuweka. Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Ndio maana kwenye mifano wakati Yesu anaufananisha ufalme wa mbinguni, alisema umefanana na punje ndogo, mbegu ndogo ya haradali. Haleluya. Amen. Ambayo ilipopandwa iligeuka ikawa bonge la mti. Amen. Hapo Yesu anaufananisha ufalme wa nani? Wa Mungu. Ila pia wakati Yesu anaifananisha imani, alisema mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Pia imani alifananisha na mbegu. Amen. Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Ndio maana tunapookoka wote hapa, wote Mungu ametupa imani. Amen. Ila imani Mungu aliyokupa inaitwa mbegu. Amen. Inaitwa nini? Mbegu. Unapokuwa unalisikiliza neno hapa, ndio unaimwagilizia sasa. Unapoenda kwenye maombi, kwenye ibada, kwenye kumwabudu Mungu, ndio ile mbegu unaichochea. Hivi tuko pamoja na mtu fulani? Amen. Ndio maana Mungu hana upendeleo. Mungu hana nini? Hana upendeleo. Hivi una habari kwamba wote Mungu ametupa masaa 24? Amen. Wote Mungu ametupa masaa mangapi? 24. Wote tuna oksijeni sawa. Yaani kama nisijui ni nini maliasili. Kama Mungu ametupa hata kwenye nchi zetu hizi. Tuna vitu, haleluya. Amen. Ndio vitu tukamlaumu Mungu eti hivi kwa nini sisi tuko. No, Mungu kuna vitu amewapa, hamjavitumia. Amen. Kila familia nikwambie, kuna baraka Mungu aliweka kwenye ile familia. Every family ina baraka yake. Ila ukiona familia yenu mna matatizo, usifikiri Mungu labda hivi Mungu sisi familia yetu mbona no. Kuna baraka mnao ila hamjawahi kufanya nini? Kuitumia. Ananielewa, aseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Hapo ulipo hapo kuna kitu Mungu amekupa. Amen. Ukikigundua, ukakifocus, ukaspecialize, unafanikiwa. Amen. Kwa ukiona mtu analalamika kwamba mimi na maisha magumu, sijui Mungu nilimkosea nini, mbona wengine walizaliwa kwenye familia za matajiri, mbona, utaongea kile unachojua kuongea. Ila kuna kitu Mungu alikupa wakati anakuleta duniani. Amen. Hicho ungekomaa nacho, ungefanikiwa. Amen. Wengine Mungu amewapa uimbaji, ila ndio kwanza upendi kuimba. Haleluya. Amen. Upendi zoezi. Haleluya. Amen. Ndio hicho kitu ambacho ungekomaa nacho kingekutoa. Wangapi Tanzania leo wana maisha mazuri, ila kinachowalisha ni kasauti tu. Haleluya. Amen. Wema wako. Akishaimba tu hivyo watu wanapeleka pale 10,000. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Wewe umekaa unasema maisha ni magumu. Wangapi wanakula maisha kwa sababu tu wametumia mikono yao na vidole vyao vizuri kusuka watu nywele. Haleluya. Amen. Alianza na mtu mmoja, leo amefungua masaluni mji mzima. Wangapi wanalishwa na miguu kupiga tu danadana. Haleluya. Wangapi ni ma-MC. Mimi najaribu kukuonyesha hivyo ni vitu ambavyo mtu alizaliwa navyo. Hakuna shule watu wanaenda kusomea hivyo vitu. Amen. Wakienda shule ni kwenda kuboresha. Ni kwenda kufanya nini? Kuboresha. Kuna vitu wewe ukavisomea, wewe ukasomea kipaji unazaliwa nacho. Wangapi ni wanamuziki? Wangapi ni wapigaji wa vyombo? Mtu anakula kwa sababu anapiga gitaa. Yuko mjini kwa sababu ya gitaa solo. Solo tu ndio inamlisha. Amejenga, ana nyumba. Kwa sababu ya nini?
Hivi kuna mtu tuko naye vizuri? Amen. Kuna watu ni wachoraji. Ndio kipaji alizaliwa nacho. Kwa hiyo hapo ulipo kuna kitu Mungu amekupa. Hivi leo kuna mtu ananielewa? Amen. Ndio maana ule wakati maisha yako ni magumu, usianze kwanza kutafakari sijui nikiajiriwa. Jiulize kwanza, hivi mimi nina nini? Amen. Hata kama unaenda kuajiriwa, ujue kwamba hapa nakaa kwa muda. Amen. Hivi tuko pamoja? Amen. Kama unataka maisha yako yote uajiriwe, sio mbaya, ila hutafikia malengo. Amen. Ila kama unataka kufikia malengo wakati unaajiriwa, ujiulize, hivi mimi nina nini ndani? Mungu aliinvest nini? Wengine Mungu aliwapa kasura tu, vingine vyote hawana. Darasani ni wa mwisho, sijui ni vyote hana. Mungu akampa kasura na katabia, yaani anakatabia. Jamani, kuna watu wamefanikishwa na ndoa. Wewe ukae hapo usilete mchezo. Haleluya. Amen. Alipopata tu mume, ndio hiyo ndio ikawa pona yake. Glory to God. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kwa kila mtu Mungu anampa kitu. Ngoja nitoe mfano hapo niendelee na somo langu. Wale ambao mnaangalia mpira mtakubaliana na mimi. Unaweza kuangalia timu mbili, alafu moja ikafungwa. Labda ikafungwa magoli mawili. Fungwa magoli mangapi? Mawili. Ila kwenye ile mechi tunaona kabisa hiyo au waliofungwa kuna muda alipata penalty wakakosa. Kuna muda yule namba 9 alibaki na kipa kabisa hivi, na kipa akapaisha. Yaani tunasema lakini ile penalty angefunga na hii mechi tusingefungwa. Draw. Maana yake hata ile timu ambayo unatoka unasema ilifungwa, kuna nafasi ilipata kwenye ile mechi, ikatumia vibaya. Ila wote wanachezeshwa na refa huyu mmoja. Wote wanachezea uwanja huu mmoja. Wote wanapewa mpira huu mmoja. Wote wanapewa dakika sawa. Amen. Ndio maisha yalivyo. Wote tunapewa masaa 24. Amen. Kama huu mwaka una miezi 12, sio hii miezi 12 wote tumepewa. Wote matajiri na maskini wote tutaishi miezi 12. Amen. Ile tarehe 31 matajiri na maskini wote tutaingia. Ila kuna mmoja ile 31 kuna kitu alifanya. Kuna mwingine hakuna alichofanya. Miezi 12. Naye anasema anasherehekea mwaka mpya. You are joking. Unatania. Ndio maana kwenye ibada hii lazima tujipange upya. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwamba nakataa. Mbona wote tuna masaa sawa? Mbona wote tunavuta hewa sawa? Mbona wote ni weusi? Mtu anasema, unajua sisi ni Waafrika. Wewe kuna Waafrika wenzako wamefanya mambo makubwa. Amen. Kuna watu ni weusi lakini walisema hapana, imetosha. Walikataa. Glory to God. Amen. Kuna watu walitokea familia za hovyo kama Yabesi. Tangu anazaliwa alishalaaniwa. Ila kuna siku alisema no. I have to make a difference. Lazima nifanye jambo tofauti. Akamwambia Mungu, nataka uonekane hapa. Amen.